Hujambo na nikukaribishe tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Bado uko nami Adamu Hussein na bado tunatazama siasa za ulimwengu pamoja na uchumi wa dunia. Wakati rais wa Marekani akipambania juu ya kumaliza vita huko nchini Ukraine, lakini akitazamia maslahi yake binafsi hasa kwa upande wa Marekani, lakini alikuwa akiangazia zaidi madini adimu huko nchini Ukraine, na maeneo mengi ambayo alikuwa akipigania ni yale ambayo yapo chini ya mamlaka ya Warusi. Sasa rais wa Urusi Vladimir Putin ameamuru mkakati wa uchimbaji mpya wa madini adimu duniani huko katika maeneo walioyateka katika Donetsk. Hata hivyo, mpango huo ni katika kuendeleza tasnia hiyo na umuhimu wa ushindani wa kimataifa wa Urusi na ukuaji endelevu. Na kulingana na rais huyo, sasa anahitaji kuona Urusi ikianzisha uchimbaji wa madini adimu, kati mataifa mbalimbali hasa ya kimagharibi pamoja na Marekani yakitaka kuionyesha Urusi unaweza kuiangusha katika uchumi. Rais wa Urusi Vladimir Putin ameagiza serikali kuwa na mkakati wa muda mrefu kuchimba madini na kuzalisha madini adimu duniani, kulingana na agizo lililochapishwa kwenye tovuti ya Kremlin mnamo siku ya jana Jumanne. Chini ya agizo hilo, baraza la mawaziri litafika mnamo Desemba kuidhinisha ramani ya kina kwa sekta hiyo ambayo ni muhimu kwa teknolojia ya kisasa zaidi, kuanzia simu za rununu hadi mifumo ya silaha. Putin ameelezea tasnia hiyo kama rasilimali ya kimkakati muhimu katika kuimarisha ushindani wa kimataifa wa Urusi na kusaidia ukuaji endelevu wa uchumi. Akizungumza katika kongamano la kiuchumi la Mashariki EEF mwezi uliopita, alisisitiza haja ya kuongeza mahitaji ya ndani na kuanzisha teknolojia ya hali ya juu ya usindikizaji. Urusi ina wastani wa tani milioni 658 za metali adimu, ikiwa ni pamoja na tani milioni 28.5 za aina 15 za madini adimu ardhini, kulingana na Wizara ya Maliasili, ambayo imesema hifadhi hizo zinatosha kukidhi mahitaji ya sasa ya kiuchumi ya nchi na kuhakikisha usambazaji wa muda mrefu. Nia ya kimataifa katika madini adimu imekuwa ikiongezeka kutokana na kuongezeka kwa mvutano wa kibiashara kati ya Washington na Beijing. Uchina kwa sasa ndiye mzalishaji mkubwa zaidi wa madini adimu duniani. Imezuia uuzaji wa nje wa madini hayo kwa Marekani, na ni katika kukabiliana na ushuru wa Marekani na kusababisha usumbufu wa usambazaji wa magari na viwanda vingine vya juu. Msaidizi wa Putin amethibitisha mazungumzo juu ya madini hayo adimu kwamba yataanza kufanywa kazi. Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye utawala wake umesukuma kufufua viwanda vya ndani, ameelezea kupendezwa na hifadhi kubwa ya Urusi ya madini adimu, huku Putin kwa upande wake akiashiria utayarifu wa kushirikiana katika miradi hiyo, ikiwa ni pamoja na Marekani. Kirill Dmitriev, miongoni mwa wasaidizi wa rais wa Urusi Vladimir Putin, amethibitisha kuwa mazungumzo ya juu ya miradi ya pamoja ya Urusi na Marekani ilikuwa ikiendelea na kuyataja kuwa sehemu muhimu ya ushirikiano baina ya nchi hizo mbili. Lakini sasa rais wa Urusi Bwana Putin ameona lazima Urusi ianzishe mchakato huo na iendelee katika kuhakikisha inachimba madini hayo adimu. Ikulu ya Marekani imekuwa ikitafuta vyanzo vya kuaminika vya madini hayo muhimu. Mnamo mwezi Mei, baada ya miezi kadhaa ya mazungumzo yenye utata, Washington na Kiev zilitia saini makubaliano ya uchimbaji wa madini adimu ambayo ni maliasili ya Kiukraine, ambayo yapo katika baadhi ya maeneo yaliyo chini ya utawala wa Urusi, hasa katika eneo la Donetsk. Trump aliendeleza makubaliano hayo kama njia ya kurejesha takribani dola bilioni 350 anazodai Marekani imetumia kuunga mkono Kiev. Mkataba huo unaipa Washington ufikiaji wa upendeleo wa rasilimali, wakati dhamana ya usalama iliyotafutwa kwa muda mrefu na serikali ya Vladimir Zelensky haikujumuishwa. Walakini sehemu kubwa ya kile ambacho nchi za magharibi inazingatia kuwa utajiri wa madini wa Ukraine huko katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk na hata Luhansk, ambazo zilipiga kura ya kujiunga na Urusi mnamo mwaka 2022. Sasa rais wa Urusi anasema lazima watumie madini hayo kwa ajili ya kuinufaisha nchi. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adamu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.